Lisemwalo lipo. Na ndio maana nakwambia hivi, unaona viongozi wetu sisi wa nchi, viongozi wa mpira wa nchi ni wanafiki sana. Hao ndo kuna tetesi ya kwamba wananunua wachambuzi. Hao viongozi wa mpira wa nchi tena kwa hizo timu kubwa, kuna tetesi ya kwamba wananunua waamuzi. Hao viongozi wa timu kubwa kwenye nchi ndio hao wanaenda wananunua hizo timu ndogo, wanaziwekea mafungu makubwa kwa ajili ya kuwakazia timu fulani. Hao ndio wanataka bodi ya ligi ijiuzuru. Sijui vizuri. Kwa sababu mechi hii iliahirishwa kikanuni. Na kanuni ipo wazi, ilishatajwa pale 34 sijui 3. Umeona kanuni ilovunjwa ilikuwa ni 17:45 na Young Africans. Ilivunjwa kwa nini? Kwa sababu kulikuwa kuna mazingira ambayo yanaonekana sio salama wakati Simba walipoenda kufanya nini? Walipoenda kufanya mazoezi. Lakini TFF waliweka pale taarifa kwamba eti Simba walipaswa kutoa taarifa kabla ya kwenda kufanya mazoezi, kitu ambacho ukiangalia kwenye kanuni hakipo. Hao bodi ya ligi pia walikosea. Unatoaje taarifa wakati kanuni inasema kwamba Simba au mgeni anapaswa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo? Nitoe taarifa ni wakati kanuni inajieleza. Si mnapaswa nyinyi kujiandaa? Kwa maana ya bodi ya ligi mnapaswa kujiandaa, wale makamishna, watu wa uwanja na nini, mnajua kabisa kwamba mtu fulani siku moja kabla ya mchezo anapaswa kuja kufanya mazoezi. Sio vizuri. Tukaambiwa kuna makomando na video zilitoka. Zikionyesha wale makomando wanawazuia Simba. Si ndio? Ndio. Au jamani ilikuwa ni uongo ile. Ilitengenezwa. Si video zilikuwepo. Kibaza hii tukaona Simba basi lao limepigwa pini na gari la polisi. Mpira uchezwe vile. Mpaka sasa uchunguzi bado unaendelea. Ndio tusubirie waje na majibu sahihi kuhusiana kwa nini lile gari la polisi lenda likapiga pini gari la Simba. Kwa nini wale makomando walikuwa pale wakawazuia Simba kufanya mazoezi? Kwa nini? Simba ndio walikuwa wanataka hicho tu. Ubora vizuri. Na issue watu wasirahisishe. Nimeona watu wengi wanarahisisha. Yaani wewe kile ambacho unachokiona kwako ni rahisi, kwa mwingine ni kigumu. Unarahisisha kwamba yani kutokufanya mazoezi tu kwa nusu saa ndio kufanya msiingie mazoezi. What for? Wewe kwako unaona ni rahisi. Kwangu mimi ni ngumu. Yaani mimi kutokufanya mazoezi kwa nusu saa kwangu mimi imeniathiri. Wewe unasemaje kwamba mimi haijaniathiri? Unanijua mimi vizuri? Unajua mimi napitia nini? Unajua nafanya nini ili kupata hicho ambacho mimi nataka kupata? Sijui vizuri. Kwa hiyo watu wasirahisishe. Na pili, kanuni ishaweka wazi adhabu watakazopata watu ambao timu itakayozuia watu wengine kufanya nini? Mazoezi. Sijui vizuri. Yes, nakubaliana na watu wengi kabisa. Kanuni inasema hivyo. Lakini tujiulize, unawaona Young Africans ukienda kuadhibiwa kwa kile ambacho kilichotokea? Kama wale makomando wanahusika na Young Africans, wanapaswa kuadhibiwa. Tena wanapaswa kuadhibiwa pakubwa ili ile kadhia isijirudie tena. Kwa sababu kwa nini mimi nilikuwa naungana na Simba? Simba mara ya kwanza ilitokea kwenye mechi ya Pamba. Ubela vizuri Mechi ya Pamba watu walikamatwa wakapelekwa wapi? Polisi. Kama unakumbuka vizuri. Ikaja mechi ya KMC, Simba walifanywa tena hiyo issue. Umeelewa vizuri Mechi ya tatu ya Yanga tena tunafanywa hivyo. Ina maana hii kanuni watu wameshaizoea. Kwa hiyo ilibidi lifanyike ili zichukuliwe hatua kali zaidi ili kukomesha huu upuuzi, watu wasiendelee kuivunja hii kanuni. Kwa hiyo watu kwa sababu washaona kuna loophole ya kupewa adhabu tu milioni 1, kwa hiyo watu wanafanya kwa makusudi. Sasa huo ni mpira huo. Afu watu wanachukulia poa. Kwa mpaka siku mtu apigwe kisu, mpaka siku mtu apigwe ngumi ya uso afe pale uwanjani, ndio unasema kumbe ilikuwa ina madhara hii Si umeelewa vizuri? Kwa kwangu mimi kiuhalisia bodi ya ligi waliahirisha ile mechi, walikuwa na haki za kufanya vile. Umeelewa vizuri Licha ya kwamba na wao walikuwa na nafasi ya kwenda kulimaliza lile swala siku ile usiku. Umeelewa vizuri? Mimi ambacho ninachogomana na bodi ya ligi na nipo wazi kabisa. Videos za Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi zilitoka mapema sana. Wao walikuwa wapi? Sijui vizuri. Walienda kusaidia nini pale ili Simba waende wakafanya mazoezi? Hilo ndo la kujiuliza sana hilo. Umeelewa vizuri? Kwa nini hawakwenda kuwasaidia Simba? Kwa nini hawakwenda kurescue ile situation pale ili Simba waende wakafanya mazoezi? Ni maswali ambayo watu wengi wanapaswa kujiuliza. Mbona watu hawajiulizi hilo? Wakaacha ipite. Wakaacha. Lakini ukiacha hivyo, askari walikuwa pale, wale makomando mpaka wanawafanyia vurugu Simba, wanawazuia na nini? Walikuwa wanafanya nini? Mbona watu hawaoji hilo?
Watu wanaoji kanuni tu inapaswa ipate tu adhabu. Yaani watu wanajitengenezea kakichaka kao. Kanuni imeshaeleza adhabu, watu wachukue alama 3 wanajitengenezea kakichaka kao. Lakini watu waoji kuhusiana na issue ambazo zilizotokea pale, zile zinatuharibia taswira ya mpira wetu. Mbona watu waoji? Kabwe, tutoke hapo. Benjamin Mkapa hivi sasa ni salama kwa ajili ya michezo. Simba timu pekee ambayo imebakia Tanzania kwa ajili ya michezo ile ya kimataifa dhidi ya Al Masry. Uwanja mara kwanza ulipigwa bani, hivi sasa tunaambiwa uwanja salama. Kitu kizuri ni kwamba serikali ishatoa msimamo kwamba uwanja uko vizuri. Ni CAF wenyewe kuja kuapprove na kuangalia. Yes. Bwana, tuwaruhusu Simba waweze kukichafua pale. Alafu na mimi kuna kile pia ilikuja baadaye nikajiuliza. Baada ya mechi ya Azam, kumbe watu wa CAF walikuwa pale, waliukagua uwanja. Wakaona ule uwanja ndio umefanya nini? Umeharibika. Mimi nikajiuliza. Hadi nikaanza kuwaza. Au nikasema ile mechi ya Simba na Yanga iliahirishwa kwa makusudi ili kulinda kidogo uwanja kwa ajili ya mechi ya Al Masry. Si umeelewa vizuri? Kwa sababu kama Simba na Yanga wangekichafua siku ile tarehe 8 pale, ina maana wangekuja CAF tena kuja kukagua tarehe 20. Bado wangekuta kuna nini? Kuna dosari. Wasingeruhusu Simba kuutumia uwanja mechi ya Al Masry. Wao walikuwa mtega. Kwa hiyo inawezekana labda Kicuba, hii ni Kicuba, sio taarifa, sio rasmi. Najaribu tu kutengeneza picha. Kicuba. Kicuba inawezekana labda watu walijaribu kupindua meza kibabe. Huo ndio walisia. Ile mradi mnyama nyumbani. Ile mradi mnyama, kwa sababu mwisho wa siku mnyama asipocheza nyumbani kiukweli ni msala, kwa sababu hakuna uwanja East Africa unaweza kumudu nje ya Amahoro na Benjamin Mkapa. Kwa hiyo Simba walikuwa waende Amahoro ama Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tuchukue ile mechi yetu tuipeleke kwa Rwanda kweli. Kweli mechi yetu, mechi kubwa ya robo finali. Inasikana labda serikali wamechungulia. Hapana. Hapa tufanye kitu. Kwa sababu hainiingia kilini eti manager hajui kwamba Simba wanapaswa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Hainiingia kilini. Hainiingia kilini, kamishna hajui hili, eti mpaka wapewe taarifa hainiingia kilini hili. Kabo unakataa. Inakataa. Kwamba Simba walikuwa yani manager, kamishna yani hawajui kwamba Simba wanapaswa kwenda kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. TFF hawakuambia, bodi ya ligi hawakuambia, wakina Karimbo Imani hawakuambia, wanajua kanuni zote wazijua. Wanajua. Ila mimi naamini hapa kuna something, hapa kuna kitu. Na Simba safari hii wataondoka na baadhi ya mashabiki yao kwenda Misri. Hata kama wataondoka hawezi kwenda kiwengi bwana wewe. Watu hali zenyewe tunaziona zenyewe ngumu babu. Makapuku sisi bwana wewe, nani ataenda kuangalia mechi ya Al Masry huko Misri bwana, nani nakudanganya babu. Watenda wale watu wana magamba yao. Watenda magamba yao ndio hivyo kuwezeshwa wachache. Azim Dewji amefanya mpango jamani. Ndio wachache. Azim Dewji anaweza kachukua wangapi? 10, 15. Lakini kwa kikosi kama cha Simba kuondoka na baadhi ya mashabiki kwa uchache huo, kwao ina faida kiasi? Haina faida yoyote, kwa sababu mashabiki wetu hawana utamaduni wa kushangilia. Wanakuja kama mashabiki kutoka Morocco na Misri hapa kama 30 tu pale kwa Mkapa, huwa wanakichafua. Mashabiki wetu wanashangaa, wanabaki kuwashangaa wao. Badala ya kushangilia, wanabaki kuwashangaa wao. Wanaona hapo mbona kichafua? Sasa ndio wachukua kina Kisugu, sijui kina nani wapeleke kula kina Kisugu. Kisugu mwenyewe anashangilia wapi babu? Kisugu wamkiletee mike azungumze. Kisugu akae anashangilia kabisa. Dakika hataweza wapi? Hawana huo, yani sisi hatuna huo utamaduni. Huo ndio ukweli, watu wakubali wakataa. Hatuna utamaduni wa kushangilia kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90. Hatuna huo utamaduni. Utawapeleka pale mashabiki wanaenda kuangalia zao mechi na wenyewe. Wanaweza kufanya utalii. Huo ndio uhalisia. Mashabiki wanaenda kufanya utalii. Sio kushangilia. Sio kushangilia. Mashabiki wengi wanatoka hapa Bongo wanaenda zao nje, wanaenda kufanya zao utalii pale, kuzunguka, wengine wanaenda kutengeneza connections za kibiashara, maisha mengine yaende kushangilia. Tuna utamaduni huo bwana wewe. Mbona tuja kuona kwenye iftar? Unaona? Iftar gani tena? Mialiko imepita mjini. Sijapata mwaliko. Unakaa wapi media kubwa? Mimi sijapata mwaliko ndugu yangu. Inawezekana mwaliko unaweza kwa mjuano. Unacheza nini? Inchi ngumu hii. Chambuzi mkubwa wewe. Inchi ngumu hii. Labda uwe chawa. Labda uwe chawa. Kwani walioenda kule ni machawa? Sijui sasa. Waulize wao. Unaniuliza mimi sasa? Mimi nakuuliza wewe, kwa nini sijakuona? Sijapata mwaliko sasa Mwanaisha, nifanye nini? Sijapata mwaliko. Umeona? Labda ukienda kule labda uwe na vigezo, kuna vigezo. Lakini mimi nafahamu iftari ni kwa wote. Watu ambao wana uwezo unaweza kuwaalika wakaja wakafuturu.
Kwa hiyo kama walipata wengine nafasi ya kwenda kule, labda kwa sababu walipata mwaliko na wengine pia waliambiwa wakaenda, ni kitu kizuri. Mwezi mtukufu wa Ramadhani kufanya hivyo ni ibada. Kwa kwangu mimi nafikiri ni sahihi tu zaidi. Umeona, lakini ungekufikia ungeenda? Yeah, of course, kwa nini siende? Sinaenda. Si mwaliko. Unaenda pale unafuturu, ukimaliza unaondoka zako, maisha mengine yanaendelea. Lakini sasa ndio hivyo, mpaka upate mwaliko shughuli unayo. Lakini baadhi ya mashabiki wana hisia zao. Kufanyaje? Kuhusiana na ile iftar. Kuhusiana na iftar? Baadhi ya wachambuzi walioenda kule. Kwamba wana doubt nao. Tuliona zile klipu kwamba weka nyama nyingi ya. Zile. Kweli sasa lisemalo silipo. Lisemalo lipo. Na ndio maana nakwambia hivi, unaona viongozi wetu sisi wa nchi, viongozi wa mpira wa nchi ni wanafiki sana. Hao ndo kuna tetesi ya kwamba wananunua wachambuzi. Hao viongozi wa mpira wa nchi, tena kwa hizo timu kubwa, kuna tetesi ya kwamba wananunua waamuzi. Hao viongozi wa timu kubwa kwenye nchi ndio hao wanaenda wananunua hizo timu ndogo, wanaziwekea mafungu makubwa kwa ajili ya kuwakazia timu fulani. Hao ndio wanataka bodi ya ligi ijiuzuru. Ni unafiki huo. Kodi zako ngumu. Unafiki bwana. Kodi zako ngumu. Unafiki bwana wewe, Mungu ndiye